amewanyamazisha tena, kafunga midomo kabisa. Sasa alafu hajajua Wema wale waliokuwa wanamziaki hivi sasa hivi wako naye, wanacheka naye, wanaongea naye vizuri. Na wakati walikuwa wanamziaki mara kwanza Wema walikuwa wanamziaki sana, hadi hao marafiki wanaosema kwamba eti Wema sasa hivi analala sijui, wote walikuwa kundi lao moja kumziaki. Wengine mpaka walikuwa wanashika mimba mbili mimba tatu kwa kumkomesha yetu kwamba sisi tuko malijali, wanawake tunaweza kupata mimba wakati wote saa yoyote. Mtu mwenye fitna, mwenye usda, muonekano wake ni wa kawaida tu, huwezi kumjua, lakini ukiishi naye unamfahamu kwamba huyu ana fitna, ana usda. Unaishi naye kama vile anavyotaka yeye, unaenda naye hivyo hivyo. Mtu mwenye usda unaishi naye hivyo hivyo. Ushawahi kufanywa usda au fitna? Sana, nishawahi kufanywa usda na watu nawafahamu na wajua vizuri, lakini nikaishi nao na wenyewe wakakoma kulinga. Turudi, kwa nini nimekuleta kwenye hiyo mada? Kwa sababu mambo ni mengi mjini. Tunafahamu kwamba kuna wanandoa ambao ni wanamuziki, tena wanamuziki maarufu kabisa, wanamuziki wakubwa East Africa. Hapa namzungumzia Diamond Platinum, namzungumzia Zuhura almaarufu Zuchu. Hawa wanandoa bwana wamekuwa na drama za hapa na pale. Wewe kwa unavyoona na ulivyoanza kuwafuatilia hawa wanandoa, unahisi kuna husda au fitna ndani yake? Kuhusu Diamond na Zuhura, wameanza maisha yao, mimi toka zamani nayaona wameanza vizuri. Kama Zuhura alikuwa kwenye lebo, baadaye akawa anahusiana na Diamond, lakini ni husda. Kuna mtu yani watu binafsi wanaingiza husda, chuki kutokana na Zuhura anavyotoka na ule bwana, kwa sababu ule bwana sikatoka na wanawake wengi. Kwa hiyo na Zuhura sasa alivyoingia kati, sasa ikawa yeye anachukiwa sana na watu wengi tofauti, hata maex wake ule bwana wanamchukia. Ni husda zinatembea moja kwa moja, zinaonekana kabisa hizo ni husda. Husda tu. Sasa hivi inasemekana Zuhura ni mjamzito. Unasemaje? Ni kweli Zuhura mjamzito. Zuhura ni mjamzito. Na za ndani wanasema kwamba amejifungua na ndio maana sasa hivi ipo kimya. Hapana, Zuhura bado hajajifungua. Lakini Zuhura mjamzito na bado hajajifungua. Lakini wao wenyewe wahusika wamekuwa ni watu wa kupinga. Tuliona post ya Maimartha akisema kwamba Zuchu tayari amejifungua, na Zuchu mwenyewe alienda akacomment akasema kwamba yeye hana taarifa kama yeye ni mjamzito na ameshajifungua. Hii tunaikaje? Maimartha ile ni kazi yake ya presenter, ndio ni kazi yake. Lazima anaongea chochote Maimartha, yeye akijisikia tu anaongea chochote. Lakini kiukweli hasa ya ndani yake Zuhura ni mjamzito na bado hajajifungua. Na wenyewe hawataki watu wajue kama Zuhura mjamzito, Zuhura akajifungua, wenyewe ndani ya familia hawataki ijulikane. Lakini Zuhura ni mjamzito. Lakini hatujamuona kwenye birthday ya Mama Dangote ambaye ni mkwewe. Hii nayo vipi? Sasa kwenye birthday Zuhura hawezi kuja kwa sababu na hali yake ameshafikia mwisho, hawezi kufika kwenye heka zile za birthday. Unajua birthday kuna masherehe, mangoma. Mtu mwingine mjamzito anaona kama anaumia, ndio maana hawezi kufika pale kwenye birthday, sijui ni kuhangaika. Ndio maana kaamua kae nyumbani. Zuhura anajilinda sana. Kwa hiyo hataki shida. Lakini tumeona Diamond anacheza na watoto wa kike pale. Anawashika viuno, anacheza pale muziki ya taratibu zile blues. Mume wa mtu, kwa nini unafanya vitu kama hivi? Sasa kucheza muziki na kuwashika watoto wa kike, yule nilijali mtoto wa kiume na wanawake wanapita mbele yake. Lazima atafanya namna hiyo, wanacheza mbele yake na yeye mwenyewe anataka kucheza muziki, na unajua pale kwenye muziki hakuna maji pale, kuna vinywaji, lazima labda kapasha kidogo. Lazima acheze na watoto wa kike akicheza na yeye anacheza. Sasa majibu kwa mke wake anaenda kujibu nini? Anaenda kueleza nini? Sasa kwa mke wake, ukisema kwa mke wake haina shida katika kucheza, yani hapo amekosea nini kwenye kucheza? Na akicheza na mwanamke sijui nini, haina shida, anacheza tu. Na baada ya birthday kuisha, tuliona Zuchu ameposti akisema kwamba
yeye kwa kizake timamu ameamua kwamba sasa hivi ni wameachana na Diamond na wametengana na Diamond, kwamba kinachotakiwa sasa hivi au kinachopambaniwa sasa hivi au Zuchu anachokipambania ni talaka. Unaona hii sababu huenda ikawa ni nini? Sasa yani Zula alivyoposti kwamba ameachana sio kweli. Ile posti Zula alitaka kufurahisha tu umma na anataka kuwatega wale watesi hawajue kila wamekaa wapi katika engo yake. Yani ajue kwamba wanakaa vipi katika engo yake, hawafahamu wabaya wako wapi. Lakini sasa hivi kashajua wabaya wako wapi, wanamtakia mabaya na yule bwana. Yeye ana shida kuachana na yule bwana. Na alishasema toka zamani. Kuna interview yake fulani alisema hata achana naye. Yani hata wafanye nini? Yule bwana kashamkamata sembaya. Wao kichezewa nenda. Alishaongea hiyo kitu. Lakini Baba Levo amesema kuna ugomvi mkubwa ambao unaendelea na wanapambana kuweza kusuluhisha ili wasiweze kuachana. Hii inakuwaje? Ugomvi unasababishwa na nini? Ugomvi upo tu kwenye familia, yani kama mtu unaishi na mtu, ugomvi upo wa ndani. Umeona lazima na yule kutokana na hali yake sasa hivi vile mjamzito, unajua mwanamke akishakuwa mjamzito kuna visilani fulani vinamtokea. Kwa hiyo lazima awe na kisilani. Ugomvi upo tu na huo ugomvi utaenda utaisha. Ugomvi wa kawaida tu, sio mkubwa sana kama anavyosema Baba Levo. Sio mkubwa, unaweza kusawazisha ukaisha na mambo yakaendelea na familia ikaendelea mbele. Wewe unahisi kwamba mambo yanaweza yakaisha na Diamond na Zuchu karudi kama zamani? Yanaisha, wanarudi kama zamani. Wale wanapendana sana. Diamond anampenda Zula na Zula anampenda yule bwana. Na alishasema yeye mwenyewe kwamba hawezi kuachana naye, wanapendana. Na toka Diamond alivyokuwa na Zula, wewe unaona kuna mgogoro mkubwa kama zamani, ana bwana yule anahangaika. Hangaiki. Sasa hivi ametulia. Toka alivyompata Zula. Mimi sasa kwanza nilishaongea toka mwanzo. Diamond atamuoa Zula na akamuoa kweli. Na sasa hivi ninawasema kwamba Zula hawezi kuachana na yule bwana. Yule bwana kashashikwa pabaya na Zula. Zula ndo anayemwezea yule bwana. Hakuna mwanamke mwingine anamwezea zaidi ya Zula. Zula kamkamata yule bwana. Tumia dawa gani? Pemba huyo? Maneno tu na matamshi. Wewe Zula unamuonaje kwanza? Zula msichana mstaarabu sana. Zula kamfundisha vitu vingi yule bwana. Kamfundisha kuswali, kamfundisha kuvaa vizuri. Yule bwana unamuona mavazi yake sasa hivi havai vijinzi wa kumbana kama zamani. Sasa hivi anavaa nguo za Kinigeria. Si unamuona? Ile Zula ile, mavazi yale Zula ile. Ndo anayemshape. Ni baada ya muda mrefu, miaka mingi ya kupita, kuzunguka huku na kule, lakini hatimaye baada ya muda mrefu msanii Wema Sepetu aliweza kupata ujauzito. Na siku ya jana ilikuwa siku ya 40 ya mtoto wake. Waislamu tunaita hakika. Ufanya hakika pale ikafanyika dua. Tuongelee, uliwahi kuwaza kwamba siku moja Wema Sepetu angekuja kushika ujauzito? Sijawahi kuwaza kwa sababu hata mwenyewe kwenye interview zake nyingi alishasema kwamba hawezi tena kushika ujauzito. Na yeye mwenyewe alishakata tamaa. Kwa hiyo hata umma alishawakatisha watu tamaa kwamba yeye hawezi tena kuzaa. Basi imetokea tu Mwenyezi Mungu kamjalia ndio vile akapata ujauzito na yeye akapata mtoto wake. Lakini maneno yamekuwa mengi kwa sababu Wema Sepetu ameshajaribu kwa wanaume wengi, alishaolewa ndoa si chini ya moja, alishatembea na wasanii mbalimbali wakubwa kwa wadogo, lakini hamna ambaye aliweza kumpa ujauzito Wema Sepetu. Kwa nini Whozu? Sasa kuhusu ujauzito, unajua ujauzito kwa wanawake inaendana na damu unaweza ukatembea na wanaume wengi usipate ujauzito kutokana na damu. Inawezekana yeye na Whozu damu zao zimeendana, ndio maana Wema akapata ujauzito. Ile ni damu imeendana. Wote kule alikopita damu zilikuwa naona zinapishana nadhani. Lakini maneno yamekuwa mengi mtandaoni, unahisi kwamba au wanasema wakiwa na ushahidi kabisa kwamba Wema Sepetu amefanya wanaita IVF, yani kwamba kwa Kiswahili au kwa lugha ya kitaalamu amepandikiza ujauzito. Yani amechukua mbegu za mwanaume zimeweza kupandikizwa kwake, kwa maana kwamba yeye mayai yake hayawezi kuzalisha. Kwanza tuongee masuala ya kupandikiza. Hii kupandikiza inakuwa iko katika namna gani? Yani kupandikiza ni kama mwanamke anayoshindwa kushika ujauzito kutokana na mirija yake, ndio anapandikizwa ujauzito. Yani mbegu za kiume zinachukuliwa, anapandikizwa mwanamke kutokana na mirija yake
yake haipandishi mimba. Sasa kwa Wema sio kweli, yani yule bwana Wema ameendana na yule Ozu, hajapandikiza. Kusema kweli hajapandikiza, ule ni ujauzito ameupata, Mwenyezi Mungu tu kamjalia kutokana na maombi anayoomba na nini, hajapandikiza, uongo. Kila nasema kwamba hafanani kwa kama ni mtu aliyebeba mimba, yani kimonekano, hata mazingira aliyokuwa na yani yuko tofauti na mtu, yani kama ni mtu ambaye hakuwa na mimba. Yule ile mimba si ya kwanza, mimba yake ya kwanza, ndio maana akawa yuko vile. Mtu yoyote, mwanamke yoyote akiwa na mimba ndio kwanza ya kwanza, lazima mabadiliko yanakuwa soma kubwa sana, kutokana na homoni zile zimepokea kitu kigeni, lakini hazibadiliki sana. Mimba ya kwanza haibadilishi sana, inabadilisha mimba ya pili, ya tatu, ndio unakuta mwanamke anabadilika, mwingine anabadilika sura, anabadilika mwili, lakini ile ni homoni tu. Sasa mtu mwingine abadiliki kabisa, unamkuta yuko sawa tu, mwingine anabadilika, mwingine abadiliki, yani kuna utofauti wa damu ya mtu inaendana na ujauzito ule jinsi alivyobeba. Mwingine anabadilika, mwingine abadiliki. Alitukana sana, watu walimsema sana, wanaume pia walimsema, rafiki zake, wasanii wenzake walimsema. Unahisi amewanyamazisha kwa namna moja au nyingine? Amewanyamazisha, tena kafunga midomo kabisa. Sasa alafu hajajua Wema, wale waliokuwa na mzi yake hivi sasa hivi wako naye, wanacheka naye, wanaongea naye vizuri. Na wakati walikuwa na mzi yake mara kwanza, Wema alikuwa na mzi yake sana, hadi hao marafiki wanaosema kwamba eti Wema sasa hivi analala sijui, wote walikuwa kundi lao moja kumzi yake. Wengine mpaka walikuwa wanashika mimba mbili, mimba tatu kwa kumkomesha yetu kwamba sisi tuko malijali, wanawake tunaweza kupata mimba wakati wote, saa yoyote. Sasa alivyopata yeye, sasa ndio umeona sasa hapa ndio wako naye, wameungana naye sasa hivi. Lakini mimi nachotaka kumwambia Wema akae aangalie sana marafiki aliokuwa nao, wengine sio wazuri japokuwa anamchekea. Baada ya kufanyika hakika, jioni yake ilikuwa sherehe, lakini sherehe ambayo iliambatana na muziki ya kidunia na pia yani kama kuna namna fulani hivi ya vitu kwamba havikwenda sawa, ni tofauti na jambo lenyewe la hakika, na tunafahamu hakika ni dua, anatajwa Mungu pale. Kulikuwa kuna ulazima wa jioni yake kufanya sherehe? Kufanya sherehe sio mbaya, kutokana na yule kuna muda kama hivyo walivyokuwa nasubiria kile kitu muda mrefu, kwa hiyo ile ni furaha. Mtu akisha kuwa na furaha chochote anafanya, na ile huwezi kujua, inawezekana marafiki, maana Wema si ana watu wengi, inawezekana ile umeweka marafiki zake sio yeye, basi tunabidi asherekee kwa sababu yote ile ni furaha, lakini haina shida, haina shida yoyote, haina tabu yoyote. Maneno mazuri ya kuambia wapenda nao hawa Ozu na Wema Sepetu ni yapi ili waweze kufarijika huko alipo? Nampongeza sana Wema kwa kupata mtoto, nachomwambia Wema aangalie marafiki aangalie sana, maana wale walikuwa na mzi yake sasa hivi wako naye, wanajifanya wanajichekesha, wanajifanya wako nawe pamoja, na kati wao ndio walikuwa wanashika bendera ya chuma, mlingoti chuma kupandisha juu, Wema hazai. Wao ndio walikuwa wanamngonga kisogo, sasa hivi wanajifanya wako mbele, wao ndio wanampangia aishi vipi, afanyaje. Lakini mimi nachomwambia Wema aangalie sana marafiki sio wazuri, wana mzi yake hao.